Habari za usalama zilizogonga vichwa vya habari leo Jumamosi mashariki mwa Kongo. Taarifa zinaeleza kuwa majira ya saa 3:23 alasiri Jumamosi tarehe 31 Januari mwaka 2026, mapigano yameanza kusogea kuelekea eneo la Minembwe Center. Kwa mujibu wa vyanzo, muungano wa M23 AFC RDF Twirwaneho Red Tabara ulijaribu kuanzisha upinzani katika eneo la Rusankuku karibu na Minembwe Center, lakini juhudi zao ziliripotiwa kuzuiwa, huku kukiripotiwa kuwa mwanachama wa M23 amekamatwa na vikosi vya wazalendo maeneo ya Mikenge katika pambano kubwa, huku sehemu akijaribu kujigeuza umbwa. Uongozi wa sekta ya Operation Sokola ya pili kaskazini Kivu Kusini umetoa taarifa ya kulaani kuwa mara nyingi vitendo vinavyodaiwa kufanywa dhidi ya raia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa RDF AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mbali na matukio ya uporaji, mauaji, ubakaji na mashambulizi dhidi ya raia, muungano huo pia unadaiwa kuendesha kampeni ya uandikishaji wa lazima wa vijana kwa lengo la kuongeza idadi ya wapiganaji wake na kuunda vikosi vya ndani. Taarifa hiyo inaeleza kuwa hali hiyo imesababisha wimbi la vijana kuyahama makazi yao, hasa katika maeneo ya Bukavu, Walungu, Kale na vijiji vingine kwa hofu ya kulazimishwa kujiunga na makundi hayo. Kitendo hicho kimetajwa kuwa ni ukiukaji wa wazi wa haki za binadamu. Kwa msingi huo, kamanda wa sekta Operation Sokola ya pili kaskazini Kivu Kusini, Kanali Kisembo Isingoma Benjamin, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa na ustahimilivu, umoja na uzalendo na kutokubali kushawishiwa au kujiunga katika makundi ya waasi. Aidha, amesisitiza kuwa jeshi la serikali litaendelea kuwa tayari kulinda raia na mali zao, akiahidi kuwa vikosi vya FARDC vitaendelea kutekeleza jukumu lake la kikatiba la kulinda mipaka na kuhakikisha usalama wa wananchi hata kwa gharama ya kujitoa mwanga. Goma, Kivu Kaskazini, jumla ya watoto 4710 waliotenganishwa na familia zao kutokana na migogoro ya silaha wamefanikiwa kuunganishwa tena na ndugu zao katika mwaka 2025. Zoezi hilo limefanyika katika maeneo ya Ruchuru, Masisi, Rubero, Nyiragongo pamoja na mji wa Goma. Muungano huo umewezekana kupitia mradi wa utambuzi, uandikishaji, utafutaji na uunganishaji wa familia kwa watoto waliotenganishwa na familia zao, unaotekelezwa kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Operesheni hizo ziliendeshwa na shirika la Union pour la paix et la promotion des droits de l'enfant au Congo. Watoto hao walitenganishwa na familia zao wakati wa mapigano yaliyotikisa eneo hilo, hasa kati ya FARDC na waasi wa M23. Mujibu wa Jedeo Lukando, mkuu wa programu hiyo, mafanikio hayo yametokana na ushirikiano wa karibu kati ya wadau mbalimbali wa ndani. Tunafanya kazi kwa karibu na mitandao ya kijamii ya ulinzi wa watoto. Rekope utusaidia kutambua familia katika mazingira yao. Pia tunavyo vituo maalumu, mawakala walioteuliwa katika jamii na ushirikiano na mamlaka za mitaa ambao wote huchangia katika kutambua watoto waliotenganishwa na familia zao, alieleza. Kwa baadhi ya familia, muungano huu ulikuwa wa miujiza. Martine, jina linabadilishwa, mkazi wa kijiji cha Kinyandonyi katika wilaya ya Ruchuru, alipoteza mawasiliano na mwanae Januari mwaka 2025 wakati wa mapigano makali. Kwa miezi kadhaa aliishi katika huzuni na kukata tamaa, akiamini huenda asingemwona tena mwanae akiwa hai. Hata hivyo, Ijumaa tarehe 30 Januari, maafisa wa shirika hilo walimrudisha mtoto huyo nyumbani
tayari alikuwa amepoteza matumaini ya kumpata akiwa hai, alisema kwa sauti ya hisia na machozi ya furaha. Muungano huu uligeuka kuwa tukio la shangwe na machozi ya furaha, si ya huzuni bali ya faraja baada ya kipindi kirefu cha mateso ya kisaikolojia. Kivu Kusini, waasi wa muungano wa AFC M23 wanaodaiwa kufanya uporaji dhidi ya waendesha usafiri wa pikipiki na bodaboda katika eneo la Kasirusiru, wilaya ya Kabare, kwenye njia ya mchepuko inayoelekea Kalonge Bunyakiri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo lilitokea katika barabara hiyo muhimu inayotumiwa na wakazi kusafirisha watu na bidhaa. Kati ya maeneo hayo, waendesha pikipiki wanaripotiwa kuporwa mali zao, hali inayozua hofu na kusababisha kusimama kwa shughuli za usafiri katika eneo hilo. Wakazi wa Kabare wamesema matukio kama na hayo yanaongeza hali ya ukosefu wa usalama na kuathiri shughuli za kiuchumi, hasa kwa vijana wanaotegemea usafiri wa pikipiki kama chanzo kikuu cha kipato. Ona ba M23 banatupie, banabeba vitu yote kwa moto na vitu maanke hakuna yebanaacha. Motare maanke huku kupie mamoto, banaribisha mamoto sana hapa maanke utufunjo. Maanke hapa tunaponyokea njo chupu lufu njo tunaponyoka huko. Vitu maanke banapasula, wanaharibisha vitu hapa milima huku, wapiga mamasasi. Jo tunaenda tukwa kimbia, unaona kiba wanaharibisha vitu, mamoto kutupa, kupasula vya mingi, mamotare wanabebewa, wengine wanatuacha. No huku maeshi tunakufa, wanatubeba, wanabeba machife vitu ya watu, ilikuwa kumoto vya mingi sana. No. Katika tukio lingine, mwili wa kijana mmoja umeokotwa pembezoni mwa ziwa Tanganyika katika kijiji cha Kazimia, sekta ya Nganja, wilaya ya Fizi, mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, kijana huyo aliripotiwa kupotea siku kadhaa zilizopita katika kijiji hicho. Familia na wakazi wa eneo hilo walifanya jitihada za kumtafuta kwa muda wa takriban siku 3 bila mafanikio kabla ya mwili wake kupatikana kando ya ziwa. Tukio hilo limezua hofu na taharuki miongoni mwa wakazi wa Kazimia. Baadhi yao wanadai matukio ya uhalifu yamekuwa yakiongezeka katika eneo hilo, hali inayochochea wasiwasi juu ya usalama wa raia na kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Taina samani ka umuzi no sina akili no into